hadi pale mwisho. Matthew 7, we are reading from verse 24 to 27. One of my Bible lecturers aliniambia ukisikia makaratasi usisome. So I'm waiting kwa about tujafika pale. Matthew is the first book in the New Testament. Verse 24, tasoma nakala hii. Kiswahili nasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana msingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye amefananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake ikawa kubwa. Tuongeza tu mstari 28 ambao unasema, ikawa Yesu alipoyamaliza maneno hayo, makutano walishangaa mno kwa mafundisho yake. Baba, ninakubariki kwa sababu ya neno hili. Napoenda kuligawa katikati ya mkutano huu, ifanye nikaweze kuwa hai na litende mema katika maisha yao. Kwa Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Tuweze kuketi katika jina la Yesu. Alafu nikuombe tu tuende pamoja. I have a problem when I'm speaking and other people are speaking. Hapo huwa nakuwa na weakness. When I'm speaking na mtu mwingine anaongea, huwa nataka nimwachie nafasi aongee kwanza, then I pick it up from there. So I want us to move together. Mungu anapotubariki pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Kuna uhai hapa kweli? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Nataka niongee na wewe juu ya ujumbe building upon the rock, kujenga kwenye mwamba. Na kabla nianze ujumbe wangu, nataka nikupe hadithi ambayo ni ya kweli katika maisha ya mtu mmoja. Kuna mzee mmoja ambaye alifanya kazi tangu awe kijana alipoajiriwa in a construction company, na kazi yake ilikuwa ya kujenga mjengo kama huu. Unajua mjengo kama unaweza kuwa umesimama, lakini ukileta hapa wajenzi wanaweza kuambia hapa kuna kosa, hapa iko sawa, pale kuna kosa, pale kuna jambo kama hili. Kwa sababu taaluma yao ni ya ujenzi. Kwa hivyo huyu mzee aliajiriwa kazi akiwa kijana na alipenda hii kazi sana, akaifanya miaka mingi, na vile ambavyo tunajua safari ya maisha ya mwanadamu, unapoendelea na safari ya maisha unafika mahali hata mwili unachoka, unasikia miaka imeenda imekusukuma, na ndio sababu unaona wale waliotutangulia hata hapa Kitengela hawapo hapa, kwa sababu miaka iliwasukuma na hawapo tena. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unaona sasa huyu mzee alipofika mahali umri umeenda, akaona kwamba hiyo company ikaona kwamba ni vyema aweze kupewa aweze kuruhusiwa staafu kama vile watu wengine. And because of his age in the years, akaambiwa kwamba mzee, your time has come. Umefanya kazi nzuri sana. Kampuni hii imepata sifa kwa sababu ya wewe. Kampuni hii imepata wateja wengi kwa sababu yako. Na kwa sababu ya hiyo mzee, tunakuomba ufanye jambo moja. Japo uko karibu sana kwenda, utaenda ujenge nyumba moja ya mwisho. Na huyu mzee kwa roho yake anasema, mimi naenda. Nimefanya kazi, nimechoka. Though management inasema kwamba niendelee kufanya kazi hii, mimi sina nguvu za kufanya, mimi nimechoka. So management wakaenda mahali, wakamuonyesha kiwanja, wameweka ua, wakamwambia mzee, hapa ndio hii nyumba itajengwa, wakampatia plan. Sasa mzee akaanza kufanya hiyo kazi. Na alipoanza kufanya hiyo kazi, because of his attitude, kwa sababu ya attitude yake, akaanza kufanya kwa kuzembea. Kwa sababu ya nini? I'm retiring, I'm going home.
akajenga nyumba ya ghorofa nzuri, lakini nyumba hata ile kuna zile zinaitwa ratios, vile viwango walipokuwa wakifanya mixing, hakuangalia, hakutaka hata kuwa karibu. Nyumba ikajengwa ikaisha, nyumba ikapigwa paint vizuri sana, nyumba ikaonekana ni nzuri, imejengwa, gate imewekwa. Alafu mzee akaenda akahandover funguo kwa management, akamwambia ile kazi mlionipa nimeimaliza. Akamwambia asante sana, hongera, umefanya kazi nzuri. Management wakasema asante sana, hongera, umefanya kazi nzuri. So wakati retirement yake ilifika the date, wakasema the party has to be done mahali ambapo ile nyumba imejengwa. So kila mtu akaenda pale. Wale ambao walikuwa wamefanya landscaping, they did their good work. Landscaping ni nzuri, inapendeza. Kila mtu akiangalia anatamani. Nyumba ndio imesimama, tena ni nyumba nzuri. But on a closer look, ukiangalia from a very close look, very close, at a very close range, utaona kwamba hiyo nyumba kule kwa kona imeanza kuweka cracks. Imeanza kuweka cracks. Nilikuwa nataka ni point kwa kona hii. Nikaimagine kama mwalimu, watu wakitengelea wakasema Pastor Richard alisema kuna cracks kwa madhabahu. Ndio sababu nimeangalia huko. So when you look at the corners of that house, unapata kuna crack, and the crack is running from up mpaka kule chini. Hapo ndo pati ya mzee inafanyiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na management wakaambia mzee, sasa kwa sababu ulifanya kazi nzuri, ile zawadi ambayo tumekupatia kubwa na nzuri ni hii nyumba. They gave back that key to him. I want us, as we reflect on that, to get back to the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Naongea kuhusu kujenga kwenye mwamba. To build on the rock. From where we've read, mahali ambapo tumesoma, inamaanisha to be a hearing, responding disciple. Wewe ni Mkristo ambaye unasikia, na unaposikia unatenda kulingana na neno lake Mwenyezi Mungu. Tunapoongea kuhusu building on the rock, naongea kuhusu Mkristo ambaye akishasikia neno lake Mwenyezi Mungu ana respond on the same word. Ana respond on the same word. That means kama una build on the rock, we are practicing our obedience to God. Tuna practice our obedience to God, na hiyo inatufanya tuwe with a very solid foundation katika maisha yetu. Maneno haya ambayo nimeyasoma ni maneno ya Yesu Kristo, na alikuwa anaambia wanafunzi wake na makutano ya watu ambao walikuwa wamemfuata, wakitaka kusikia kwake, wakitaka waone matendo yake, na wengine walikuja kwa sababu je vile tu walikuwa wamesikia kwake na vile ambavyo walikuwa wanatenda, na wakatamani watembee pamoja na yeye. Lakini Yesu anapofika mahali, kuna mambo fulani ambayo anataka awaambie, ambayo ni ya kiroho, itakayobadilisha maisha yao katika siku zao ambazo wataishi kama Wakristo. So this is a parable. And this parable inaongea kuhusu the wise and the foolish. Inaongea kuhusu mtu mpumbavu na mtu mwenye akili. Hivyo ndivyo nakala ya Kiswahili inasema. The same story has been captured in Luke chapter 6 verse 46 to 49. Inaongea kuhusu a wise man and a foolish man. This parable inapeana mfano wa kujenga. It illustrates the importance of building one's life on obedience to the teachings and example of Jesus Christ. Inakuonyesha kwamba, inatufundisha kwamba kuna umuhimu wakati ambapo mtu anajenga maisha yake katika mfano wa Yesu na pia katika mafundisho yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu katika maisha yetu kama Wakristo, itakuwa bure kama hatujengi maisha yetu kwa mfano wa Yesu Kristo na kwa neno lake Yesu Kristo. Amen. 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 Najua wengi tunapenda kusema sisi ni wa PAG. Tumezama katika PAG. Lakini ukiangalia viwango vyetu vile ambavyo tumezama ndani ya Yesu Kristo na ndani ya neno lake Mwenyezi Mungu, unapata we are very shallow. We are very shallow katika maisha yetu. Na hiyo ndio sababu lazima tuelewe, as we are building on this rock, tuweze kuelewa kwamba inatuhitaji sisi
tuweze kumwiga Yesu mfano wake na tufanye yale ambayo neno lake linafanya. Now those of us who've gone to school, unaelewa kwamba if I say I obey you and I don't obey your word, hii inamaanisha kwamba nimekudharau. So kama sisi tutakuwa wanafunzi wazuri wa Yesu, lazima tusikie neno la Yesu na pia tutende yale ambayo ametuambia tuweze kuyatenda. So hii Biblia inasema kwamba hawa watu wawili walikuwepo. Kuna mtu ambaye anaitwa this wise man. Come. This is a wise man. Huyu ni mtu wise. Hii madhabahu tena kuona watu wote ni Mungu akatusaidia. Huyu ni wise man asimama. Kuja kidogo. You will forgive me. Hii inatumia tu kwa mfano, yes. Kwa mfano. Yes, I know what I'm saying because words kuja usiende kwa huyu ni wise akakusumbua. Yes. So this is Mr. W, wise man. This is Mr. F, foolish man. Nimesema na kutumia kufundisha hili jambo ambalo nimeleta kwenu. None of you should call him foolish. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa Biblia inasema kwamba Yesu anasema kuna watu wawili. Na Yesu akasema mtu ambaye anasikia maneno yangu na kuyatenda amefananishwa na mtu mwenye akili. Huyu ni mtu mwenye akili. Alafu anasema huyu bwana mwenye akili alijenga nyumba yake kwenye mwamba. Anasikia maneno ya Yesu anayatenda. Akajenga nyumba kwenye mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu ambaye anasikia maneno ya Yesu, anasikia na hayatendi, Yesu akasema huyo ni mtu mpumbavu. Kwa hivyo huyu ni mpumbavu. Anasikia maneno ya Yesu na hayatendi. Are we together? Yes. Are we together? Yes. Are we together? Yes. Yes. Kuhubiria watu wamenyamaza ni watu hatari. I want a response from you. Sasa Yesu akasema kwamba hawa watu wawili wako. Anasikia maneno anayatenda. Anasikia maneno hayatendi. Wote wakaenda kujenga nyumba. Huyu akajenga kwenye mwamba, huyu akajenga kwenye mchanga. Watu wakitengana mnajua vizuri sana. Na huku kuna ujenzi unaendelea. Ukichukua mtu hapo mwambia aende ajenge nyumba kwenye mwamba, it will be very costly. Kwa sababu kuchimba kwenye mwamba ina kazi nyingi. Gharama itakuwa juu. Lakini huyu akasema heri hiyo gharama, lakini nijenge kwenye mwamba. Na huyu akasema mchanga ni haraka kutoa, wacha nijenge kwenye mchanga. Basi Biblia inasema hivi, testing ya maisha ikaja. Testing ya maisha ikaja. Huyu ndugu yetu test ikakuja kwake, huyu test ikakuja kwake. Mungu ni mwaminifu. Mungu akaleta test ambazo ni same. Biblia inasema mvua ikaja, dhoruba ikaja, mafuriko yakaja, kukawa na mawimbi. Inasema nyumba ya huyu aliyejenga kwenye mwamba ilisimama. Bwana Yesu asifiwe. Na inasema kwamba huyu ambaye alijenga kwenye mchanga, nyumba yake ilianguka, na inasema kwamba haikuanguka tu, ilianguka kwa kishindo kikubwa. Are we together? Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Yes. Nilikuwa nataka muone hizo picha. Asante. Mweza kuketi. Thank you. Nyumba zimejengwa mbili. Yule mwenye amejenga kwenye mchanga, nyumba yake imeanguka. Na yule mwenye amejenga kwenye mwamba, nyumba yake ikasimama. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu nimekuja niwaambie kwamba ni vyema, ni heri kujenga kwenye mwamba. Ni vyema kujenga kwenye mwamba. Gharama ni kubwa, inahitaji vitu vingi, you will sweat, utaweka pesa nyingi, lakini usiangalie gharama. Ni vyema kujenga kwenye mwamba. Na sisi tunajua mwamba ni Yesu Kristo. Wale watu ambao wanajenga kwa Yesu Kristo, wale watu ambao wanaweka imani ndani ya Yesu, wale watu ambao wanatembea na Yesu, maisha yao inakuwa na tofauti. Biblia inasema kwamba hawa watu wawili, wakati mambo ya maisha inakuja, suffering imekuja, trials imekuja, huyu ambaye alijenga kwenye mwamba, nyumba yake inasimama. Bwana anamsimamisha. Bwana anasimama pamoja naye. Bwana anamwezesha aweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio sababu Paulo anasema kwamba when you see me I am weak, then I am strong in the Lord. Amen. It is because my foundation is not in my life. My foundation
is on Jesus who is the rock. Bwana Yesu asifiwe. Watu watengena tujenge maisha yetu kwenye mwamba. Jenga maisha yako kwenye mwamba. By the way, ukiweka maisha yako ndani ya Yesu, mambo ya maisha haitakusumbua. PAG imekuwa na shida. Kuna watu ambao wanapigania positions za kanisa, and it is good. Kuna watu ambao ukimuita Brother Nzuki anakuambia kwa nini huko niita reverend? Kwa nini huko niita senior pastor? They don't know these titles kuna mahali zinafika na zitaisha. Bwana Yesu asifiwe. We better build our life on the rock who is Jesus. Yesu, ukiweka maisha yako ndani ya Yesu, Yesu atakusimamisha. Some of us we've seen what God has done to our lives. Wakati maisha ilitukataa na ikatutema, Yesu alisimama pamoja nasi. Na huyu Yesu akisimama pamoja na wewe, hawezi akakwaibisha. Wewe simama na Yesu. Nataka nikwambie our best example from the Bible ambaye alijenga kwenye mwamba ni huyu mwanaume ambaye anaitwa Ayub. Ayub tumemsoma sana. Akapitia shida, testing za maisha zikaja, moyo wake ukainama, marafiki wakamwacha. Bible scholars na mimi nakubaliana nao wanasema kwamba hata mke wake aliweza kumwacha. Akamwambia mkane Mungu na ukufe leo. Mlaani wa Mungu wako, lakini Ayubu alisimama pamoja na Mungu. Ayubu anaendelea kusonga mbele, akajua nimejenga kwenye mwamba. Haya ni mawimbi, hii ni dhoruba tu imekuja, lakini mimi nyumba yangu haitaanguka. Mungu atanisimamisha, Mungu ataniwezesha. Nimekuja nikwambie leo, ukijenga kwenye mwamba ambaye ni Yesu Kristo, even when the testings of life will come upon your life, you shall still be strong and focused. Utajua mwelekeo wako, utajua kula ambako unaelekea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Naona Ayub stood unmovable. Yeye hakusongeshwa na yale mambo ambayo ilimkujia. In our current situation today, mnaelewa kwamba mtu tajiri afadhali apoteze kitu kingine lakini si mali. Nyinyi mnaelewa hivyo? Ukipatikana unaibia mtu tajiri mali utaisha. Lakini Ayub alikubali mali yake iende, asimame na Mungu. He understood his foundation. Na Biblia inasema kwamba Mungu alimzawadi na vitu vyema. This year I pray kanisa la Kitengela, bila ambavyo Ayub alisimama na Mungu katika mateso yote na akawa unmovable, akawa unshakable, it is my prayer that this church will stand unmovable, this church will stand unshakable. Kwamba Mungu atawatenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Yule aseme amen mchawi wa hii kanisa. Na ni wema afunge kidogo afanye nini? Aende. Nasema mwaka wa 2021, this church will stand strong. Amen. This church will be unshaken. Amen. The power of God will shine upon you. Amen. Chochote ambacho mtafanya kiweze kufanikiwa. Amen. Kwa sababu tunaamua kujenga kwenye mwamba. Bwana Yesu asifiwe. We are moving away kutoka kwa mambo ya mchanga, tunakimbia kujenga kwenye mwamba. Na mwamba ni Yesu Kristo. Mwamba ni kusema kwamba asemalo Yesu, ninapolisikia nitatenda. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. I have a brother, a friend of mine who asked me one day, Pastor, are you sure mtu akiwa kwa hii PAG anaweza enda mbinguni? Nikamuuliza kwa nini? Na akaniambia, when I look at what is happening around in our churches, among our pastors, among our leaders, nashangaa kama kweli mtu akiwa hapa. Na mimi leo nataka nikwambie, mtu akiwa hapa ataenda mbinguni akifanya haya ambayo Yesu amesema aweze kusema afanye. Bwana asifiwe. We have not come here kama group, kama class ya watu. I'm a teacher, I teach students. One of them is here yule nimefundisha. Na wakati nawafundisha, wakati wa mtihani, hata kuna wengine ni wazuri sana, teacher, you said the Holy Spirit. Lakini wakati wa mtihani ndio utakuonyesha nani alikuwa anasikia na nani hakusikia. The testing of God is coming. God is coming to test us. Na wakati hii testing inakuja, mambo haya yote nimesema yatakuja. Na mtu ambaye atasimama hapa Kitengela ni yule ambaye alisikia maneno ya Yesu na akayatenda. Unajua kuna watu wengine wanasemanga mimi niko na connection. Niko na connection,
hata ejeno sikuzenda. Wengine hatuna, lakini tuko na Yesu. Amen. Unapata vizuri? Watu wengine wanasema mimi nikienda mahali fulani najua mtu fulani atanisaidia. Hiyo haitakupeleka mahali popote. I'm talking about Jesus. Yeye ambaye alisema ukitia maneno yangu na kuyatenda, utakuwa unajenga kwenye mwamba. You will not be shaken. Mwaka huu kanisa la Kitengela will not be shaken. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Example ya pili ni wale the apostles. Najua yale masaibu ambayo walipitia. Nations zilinuka kinyume nao. Walipitia hali ngumu sana. Wakawa strangers even in their land. Evil spirits were against them. And every engine was set in motion kuweza kuangamiza. You can imagine, mtu amewasha tu engine kama ya gari, lakini ile mgurumo yake ni kama kukuangamiza. There are things that are set against your life. That is what the apostles went through. But in all those things, they stood strong. They stood firmer than a rock. It is my prayer that this year, Kitengela, as we build on the rock, that we shall stood firmer than a rock. Bwana sifiwe. Mungu atende mema, Mungu azidishie. Narudi kwenye story yangu napomalizia. Naongea kuhusu kujenga kwenye mwamba. Yule mzee alipopewa funguo, hakuna mtu alielewa the way he felt. Yeye tu peke yake ndiye alijua. Ni kama alipigwa na lightning kwa tumbo. Ni kama alisikia kupigwa na stroke. Na kwa moyo wake alikuwa anasema, I wish I knew hii nyumba ilikuwa ni zawadi kubwa kwangu. I wish I knew hii miaka yote nimefanya kazi nzuri, but look at my end. Look at my end. Look at my end. Ona vile ambavyo nimemaliza. Aibu ilimshika. Mambo ikawa mbaya. Lakini tayari kufungua nyumba alikuwa amepewa. I want to say this, watu wa Kitengela. A day is coming when all of us shall stand before God. And everything we have been building in the house of God, in our families, in our ministries, itawekwa wazi na ionekane. Na Mungu atatulipa sawa sawa na yale tuliyotenda. Be very careful what you are building. Bwana asifiwe. Be careful on what you are building on. Can we all close our eyes as we pray?